akufanikishe katika kazi zako pamoja na uzao wako katika jina la Yesu Kristo. Shangilia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni maneno ambayo yanajitokeza kwenye ulimwengu wa roho. Na jambo la pili, ni karibishe ndugu yetu kiongozi wa vijana wa kata la Kasenga. Maana nimemwalika sana siku nyingi Haji, lakini leo nimemuona naweza simama tukupepea mkutano. Ni mgeni wetu kwa mara ya kwanza anaingia. Unaweza nitambulisha hata jina ili siku nyingine nisikuite kaka yetu. Amen. Shangilia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Huyu ni mgeni wetu ambaye naye amekuja miongoni mwa orodha ya wageni ambao tunao siku ya leo. Ni baraka kwetu. Amen. Wiki nzima nimekuwa nikifundisha somo ambalo linaitwa linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Ni somo ambalo nimelifundisha sana wiki, na somo hili limesaidia wengi. Unajua kwa nini Biblia iseme tulinde moyo? Kwa sababu kwenye moyo ndiko kutokazo chemchemu ya uzima wetu. Mwanzo wa uzima wako hautoki kwenye fedha zako. Mwanzo wa uzima wako hautoki kwenye hazina yako. Ndio maana Mezali 4:13 akasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulinda. Kwa hiyo kama unaweza kuwa uko na compte bancaire, kama unaweza kuwa uko na Airtel Money wala M-Pesa, Biblia inakuimpose kama unayua kuficha kode yako ya M-Pesa wala Airtel Money, unayua kuficha kode yako ya account bancaire yako, sababu Biblia inakurekomande ulinde moyo wako kuzidia hata ile kode yenye unakuona alinda. Yesu tusaidie sana. Kwa sababu ndiko kutokazo chemchemu za uzima wetu. Kwa hiyo watu kama leo ndoa yako inaweza kufa, biashara yako inaweza kufa, ujana wako inaweza haribika, huduma yako inaweza kosa uhai. Chanzo kinatoka kwa moyo. Moyo. Uko kwenye moyo wako. Anasema Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi maana wao ndio watakaomuona Mungu. Roho yako wewe ilishajaa vidonda, ilishajaa maumivu, ilishajaa chuki, ilishajaa unafiki, na mwanzo wa chuki ndio uachi, na ndivyo Wakristo wengi walivyo. Kwa hiyo hili ni somo ambalo limesaidia watu wengi kwa wiki nzima nimekuwa nikilizungumzia, lakini leo sitazungumza hilo. Leo nataka nizungumzie somo ambalo nasema sababu zinazofanya maombi sipate majibu. Yesu atusaidie sana. Sababu zinazofanya maombi isipate majibu. Unajua watu wengi huomba na watu wengi hutamani kupokea majibu ya kile ambacho wanachokiombea. Lakini moja kati ya changamoto kubwa ambayo watu wengi hupata ni pale mahali ambapo wanaomba lakini hawapati. Na hata kama wamepata, wanapata huku imekuwa kinyume na vile ambavyo alivyokuwa ametarajia. Alitarajia apokee maombi akiwa na miaka 15 kama Yusufu, anakuja kujibiwa maombi akiwa na miaka 14. Anakuja kujibiwa maombi akiwa na miaka 16. Kwa hiyo ile Mezali anasema kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua. Kwa hiyo watu wengi, kuna watu ambao wanakuja kupokea maombi, majibu ya maombi yao kwa Mungu, huku mioyo yao ikiwa imeugua. Sasa wakati nakaa chini nikiwa na tafakari, napitia daftari zangu zote, najiuliza nifundishe nini leo, nikapata neno ambalo nasema sababu zinazofanya maombi ya wengi sipate majibu. Yesu tusaidie sana. Ili kwamba nianze somo, nataka nifungue kwanza parentesi moja kwamba unielewe. Mungu hakutuita ili kwamba tuombe na situpe majibu. Mungu ametuita tumuombe na tupewe majibu. Maana ni mwaliko wake. Anasema katika kitabu cha Yeremia 33:3, aseme niiteni nami nitaonesha mambo makubwa magumu na yale ambayo msio yaona. Mungu, moja kati ya vitu ambavyo ameviweka ni maombi. So na ametuita unapomuomba kwenye maombi lazima akupe majibu. So sasa kuna changamoto ambayo leo inapatikana kwa Wakristo wengi. Pastor, nafunga mifungo 40, nafunga siku 40, nafunga siku 30, nafunga siku 14, nafunga siku 17, nafunga siku 7 au 3 kavu, lakini sipati majibu.
Ndio hii ambayo nataka nikupatie. Kwa nini maombi ya watu wengi hawapati majibu? Tusome Biblia. Kitabu cha Yakobo. Hapa ndipo tunaanzia. Kitabu cha Yakobo sura 4 mstari wa kwanza. Yakobo sura 4 mstari wa kwanza hadi 3. Tunaweza kuwa wima kuheshimu neno la Mungu. Yakobo 4:1 hadi 3 katika jina la Yesu. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko katikati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita ndani ya viungo vyenu. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ni neno la Mungu. Amen. Sababu zinazofanya maombi isipate majibu. Bila kuchosha, sababu ya kwanza inayofanya Wakristo wengi waombe na wasipate majibu. Wengi huomba vibaya. Ndio sababu ya kwanza inayosababisha watu wengi waombe na wasipate majibu, ni kuomba vibaya. Kuomba vibaya maana yake nini, mtu wa Mungu? Uko umpetetre katika maombi yako. Acha nichukue mfano, nikupatie mfano mzuri. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa iko hapa ngali binti ambaye hajaolewa, anamuona mtu kwenye uchumba, kisha anaenda kwenye maombi, anamwambia baba, yule ambaye asiyeokoka inawezekanaje afanye ndoa na mimi mwenye siyaokoka, na mimi mwenye naokokaka na nakuombaka kila siku siyafanya ndoa? Baba, vunja ule uchumba ili kwamba mimi ndio niolewe. Na hakuna mtu atanielewa. Mtanielewa nitakapoanza kwenda. Yesu tusaidie sana. Kuko mtu anaingia kwenye maombi, anaomba hivi ombi. Acha nikwambie, huwezi kumuomba Mungu fulani afilisike ili kwamba uchukue duka lake. Huwezi kumuomba Mungu fulani mke wake afe ili kwamba mimi ndio nimuoe. Huwezi kumuomba Mungu fulani mume wake afe ili kwamba mume wake afe ili kwamba mimi ndio nimchukue mke wake, au fulani mke wake afe ili kwamba mimi ndio nimchukue mume wake. Hapo naomba vibaya. Yesu asaidie sana. Unaomba vibaya. Hakuna Mungu mwanaweza kupatia hiyo ombi. Unaweza omba miaka 40 na usipate kile ambacho unaombea. Unaweza omba miaka na usipate, na wako wengi. Lingine ombi ambalo watu huomba vibaya ni hili, ninyanganyie baba. Bali ndio walifanyaka nini? Mbona bakuombaki baba? Mbona sisi tunakuombaka kila siku baba? Wewe bana kwaka kunyanganyie baba. Sasa nauliza, akunyanganyie aende kunyanganyia kwa nani? Wapi? Jiulize kwanza ile swali mwenyewe, afu utapata majibu. Akunyanganyie aende kunyanganyia wapi? Unaomba vibaya, huwezi pata. Nimempata dada mmoja siku moja, nimempata kule juu kwenye milima kule, akiwa anaomba, Mungu, nataka ndoa, lakini ndoa inataka ni ndoa ya rafiki yangu. Ule mchumba wake mwenyewe kwa namtongoza, ingiza tu vikwazo ndani yao baachane. Juu anipende. Ameomba sana na leo hayaolewa. Na nikianza angalia unaanza enda miaka inafanya nini? Neenda. Kwa sababu moja wapo ambayo inapelekea watu wengi waombe maombi haya, ni moja kati ya sababu ambayo imekuwa kwenye somo langu la jana, hiyo. Hauna moyo wa furaha, hauna moyo wa amani, hauna moyo wa upendo, na hauna moyo wa ushirika na mwenzako. Kwa hiyo unatamani wewe ndio upate mwenzako afanyeje? Ose. Ndivyo watu wengi walivyo. Dada mmoja amenipa ushuhuda siku moja ya kwamba alivyoolewa, wamekuwa wakimwombea akifika ndani ya nyumba aachiki. Yaani wameomba maombi asiolewe, ameolewa. Wakaomba maombi akifika ndani ya ndoa aachike, hakuachika. Wakaomba maombi akifika ndani ya ndoa asizae, amezaa. Kisha wale ambao wamekuwa wakiomba wakabakia tujuru. Yesu tusaidie. Haya zikafanya nini? Andika hivi, mtu wa Mungu, asubuhi ya leo. Ukiwa unaomba vibaya, huwezi pokea kile ambacho unachotarajia Mungu akupe.
Ondoa kinywa chako, yani kwenye kinywa chako usionake mtu fulani iko na kitu kisha uende muomba Mungu kile kitu cha ule mtu kiwe changu. Ona leo kuko mtu mwenye anaweza kuwa petetre naweza nikasema alipanga mkioske fasi ya mzuri, kioske ya kupanga, amepanga kioske ya kuhusisha madive. Sapale fasi kwenye alipanga kuna kwa wateja. Unaanza omba Mungu, saidia Mungu ndugu bavurugani na mwenye kioske amfukuze milioni nyingi mwa ile kioske. Mungu gani atakujibia wewe? Hakuna. Manake sasa yeye Mungu, make ule yeye hana watoto. Ule njoo aende anahangaika, wewe baki maisha ya raha. Wengine wako hivi. Na wengine wanalia sana kwenye maombi. Wanachumuka, wanaomba, wanachumukililia wapi? Hakuna majibu ya kile ambacho wanachokiombea. Ndio maana watu wengi kinacho moja kati ya sababu ambayo inawafanya wao hivi ni kwa sababu wanaomba vibaya. Yakobo ndio maana akasema ya kwamba hampati kwa kuwa hamuombi, na hata kama mnaomba vibaya ni kwamba mvitumie kwa tamaa zenu. Tamaa zenu, si tamaa za Mungu. Yesu atusaidie sana. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili. Yaani nimependa kwanza nikupatie sababu ya kwanza ilikuwa hiyo changamoto kwa baada ya hapo nisonge mbele. Sababu ya kwanza inayofanya watu wengi waombe na wasipokee majibu kwa sababu wanaomba vibaya. Unaomba mwenzako uchumbe ishi, unaomba mwenzako kazi ishi, unaomba mwenzako akufe, unaomba mwenzako afe nini? Juu bebe mali yake, hautabeba hayo. Hautabeba hayo na hautajibiwa maombi yako. Yesu atusaidie sana. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo husababisha watu wengi waombe na wasipokee majibu ya kile ambacho wanachokiombea, kwa sababu watu wengi huomba wakiwa na nia mbaya. Watu wengi wanaomba wakiwa na nia mbaya. Mtu wa Mungu, nina hili swali, alafu majibu utakuwa nayo. Weka kipengele chini. Nyuma ya hitaji yako ya kuhitaji Mungu akupe pesa, Mungu anauliza swali, kwa nini unataka nikupe pesa? Kuna mtu ambaye anaweza kaingia kwenye maombi, Baba nibariki pesa, Baba nibariki pesa, Baba nibariki pesa. Sasa Mungu anauliza swali, kwa nini unataka nikupe pesa? Kuna watu ambao wanaingia kwenye maombi, wanaomba Mungu awapatie pesa, lakini Mungu akichunguza nia zao zinafanya wasipokee kile ambacho wanachokiombea. Kwa sababu utapata kuna mtu ndani ya moyo wake anakesha kwenye maombi ili kwamba Mungu ampe pesa, lakini kwenye nia yake anatamani zile pesa azitumie kwenye njia mbaya. Njia gani? Umwana tamani Mungu, uko jeune garçon anaweza kuwapa au jeune fille, anaweza omba Mungu nipatie franga. Mungu anaomba franga. Kwenye nia yake anataka kipata zile franga, auze mapantalo za kabambi, auze mapantalo donge majipe za vipande, au aende mapisini aogele, au auze simu, au auze maperike, au auze manguo za shere. Ndio biko mnini? Hiyo ni inaweza fanya Mungu asikupe. Hayuko Mungu wa kukupa pesa zenye utaharibisha bure. Na yuko Mungu mwenye kukupatia franga zenye zitaleta faida. Paske Mungu hataki kila siku kuona mkuia. Dunia ni ya mingi na watu wako wa mingi wako na bezo ya kufanya nini? Nakupata. Wewe umeingia kwa maombi unaomba Mungu nipe pesa, lakini kwenye nia yako unatamani zile pesa usitumie kwa njia ya ukahaba. Jeune garçon, unataka ukipatiliwa fedha ndio anze kuzuka maburundi, sijui uanze tafuta ba malaya mkartie, sijui uanze tafuta bafie, mwende muogelee mbanane mafoto, sijui mkule mafrite mkule nini, ndio raha ya dunia. Haiko Mungu anaweza kukupa hiyo. Hakuna Mungu anaweza kukupa kitu kama hiyo. Yesu cheleza. Hakuna Mungu anaweza kukupa. Huko mtu anaweza jifungia magari, "Oh Baba nisaidie, nipe gari na mimi ni miongoni mwa watu wa kutembelea gari." Lakini kwenye nia yake Mungu akichunguza, anaona huyu mtu nikimpa gari, nia yake anatamani akikuwa anapita barabara, amwangie watu matope. Agonge watu, avunje watu nini miguu? Hata kama unaweza omba mwaka huwezi pata. Yesu cheleza. Hata kama unaweza omba miaka huwezi pata ukiomba na nia mbaya. Ndio wengi walivyo nia zao. Acha niingie kwanza matabaka ya watumishi. Wewe mtumishi unayeomba siku 40, Mungu nipe upako, Mungu nipe mguzi wa kimataifa. Mungu anakuuliza swali, kwa nini unataka nikupe upako? Jibu uko nayo pekee. Tuko na watumishi wanaendaka kumilima siku 40,
siku 31, siku 30, siku 41, siku 21, wengine wanaenda siku 7, siku 3. Mungu tupatie upako. Lakini kwenye nia za mioyo yao wanataka Mungu akiwapatia upako, ile upako baitumikishe kuangusha watu waogope, watu waheshimie, watu baanze sijui baanze baona kiwango gani, na haiko tena Mungu. Hata kama unaweza omba miaka 10,000, upako hauwezi pata. Leo kuko mtu mwenye haombaki maombi yenye wewe unaombaka, meye anapata majibu. Kuko mtu mwenye hafungaki mifungo yenye wewe unafungaka, meye anapata majibu. Sijui ya nini wewe unaombaka sasa usipate. Yesu tusaidie. Nia. Nikienda kumilima nipate upako, niangushe watu waanze niogopa, watu waanze niheshimia, watu waanze niletea sadaka. Utaomba sana na unabakia kuwa mkavu na hauwezi pata kitu. Angalia wa jeune fille leo au waimbaji. Kuko mwimbaji mwenye iko naenda kutanganika, anaenda nini? Anaenda kwanza maombi. Mungu nisaidie nikuwe mwimbaji wa ajabu. Watu waanze nisifia, watu waanze niona wadiri. Kisha anaenda kutanganika na fungula lusauti. Iko nafanya travail. Akikuja hapa dimanche anaimba Yesu. Alimba Yesu tu ya nini? Maombi haina kibali. Maombi haina manukato. Maombi haina utakaso. Yesu tusaidie. Kuna mtu mwingine ambaye anaweza kuwa ni mama na ngiaka. Peut-être mfamilia yake yeye anazala tu bafie au unazala bagarso. Unaingia kwenye maombi, unamwambia Mungu, nisaidie maraba hii mimba yenye niko nayo, nizale mtoto mwanaume. Mungu akichunguza nia yako, anaona kwenye nia yako unatamani upate mtoto mwanaume, ili ukimpata ule ukimzala unasema nikizala mtoto mwanaume na bwanangu namkanyaga, namtia chini ya makwapa yangu na hata semaka kitu. Utabeba utazala bafie, unabeba tena unazala bafie, unabeba tena unazala na nani? Bafie. Haiko Mungu mweleza kufanya we mwanamke utawale mwanaume. Doki mwanaume njoo kwa chini ya makwapa yako kisha we mkanyage. Haya kuwaka na hata kuwaka. Biblia yote inasema aliyeumbwa wa kwanza ni Adamu. Wakatoka ndani ya mbavu. Maana kasema enyi wanawake watiini waume zenu. Maana mko chini ya utiifu wa waume zenu. Hakuna mwanamke ambaye anastahili kuwa juu ya mwanaume kwa Mungu, ni never again, na haitakuwaka. Yesu tusaidie. Unaomba nisaidie nipate mtoto mwanaume. Mwanangu nimtie makwapa. Nisaidie nizale. Mwanangu nakisha napenda kafie nikizala. Hii mwaka ndio ndamtie hapa. Hata endaka tena fast. Utazala tu bale unazalaka. Nia ni mbaya. Baba nipe ndoa. Mungu akichunguza nia yako, anapata uzinzi umekusumbua. Sajua uzinzi isha kusumbua, unaanza ingia mpriero na mwambia Mungu, juu nishimame mkazi yako, juu nishimame vizuri mkutumikia, nipatie tu mwanaume juu nidhibiti tamaa ya uzinzi. Hata kupa. Haiko Mungu wa kukupa mwanaume wa kukupunguzia tamaa za uzinzi. Iko Mungu wa kukupa mwanaume mwenye mtatengeneza naye familia ambayo itamsifu Mungu mpaka mwisho. Akamwambia Adamu, nitakufanyia msaidizi. Acha nikupatie kitu leo. Ni rahisi kumfanya mwanamke, yani ni rahisi kumfanya mwanamke kuwa mke wako, lakini ni vigumu kumfanya mwanamke kuwa msaidizi wako. Ni rahisi kumfanya mwanaume kuwa mume wako, lakini ni vigumu kumfanya mwanaume kuwa msaidizi wako. Kuna neno msaidizi na kuna neno mke. Ndio maana unapata kuna wengi ambao umeolewa kwa ndoa afu hujaolewa kwa mfupa yako. Why? Wewe umekimbilia upate mke, umekimbilia upate mume, lakini hujapata msaidizi. Yesu tusaidie. Sasa mwambie Adamu, nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Sasa jua nini wewe kute huko Lipondo kisha baende kuletea Kambale, mnafanana? Bongo. Yesu tusaidie. Huruma. Mimi niko mfamilia ya Mapondo, baende letea Kambale. Hapa tufanani, tutakulana tu ile mapenzi ya Mapondo ndakuwa natuonga tu Mkambale kila siku. Jua ni hatufanani.
So unajua, kwa sababu ya tamaa ya uzinzi inaweza fanya olewe na mtu tu mwenye utaolewa sema juu nilinde huduma yangu na uzinzi na nishinda, nioe tu mwenye ndaoa juu nitulize uzinzi. Hapo Mungu atakupa. Wewe umetuliza tu. Hujapata, umetuliza. Mungu hakupi wa kukutulizia uzinzi, anakupa kubadilisha maisha yako. Anakupa kuombatana, anakupa mtu mwenye anaweza kuvumilia. Hata kama hauna kitu anakuvumilia. Hata kama ngona lala makonde na yala kukote, yeye atakuvumilia tu dunia. Ni kama haiko wako makonde natokaka kesho atakutoa hadharani kwambia wewe mwanamke mzima, mwanaume haujiheshimia makonde na kwaka haiko wako. Yesu tusaidie sana. Hii ni sababu ya pili ambayo inasababisha watu wengi huomba na wasipate majibu ya kile ambacho wanachokiombea. Tusome kitabu cha Isaya 41 mstari wa 21. 41 mstari wa 21. Anasema nini Isaya? 41 mstari wa 41. Isaya 41 mstari wa 21, tunasoma katika jina la Yesu. Anasema hivi 21. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toweni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Mungu anataka nini? Mungu anataka unapoenda mbele zake, peleka hoja yenye nguvu. Jean Pierre, unataka nikupe kipawa cha kimataifa, unataka nikupe mguzo wa kimataifa, weka kipengele chini. Kwa nini unataka nikupe kipawa cha kimataifa? Weka kipengele chini. Kwa nini unataka? Anakuuliza swali. Kwa nini unataka? Sasa anataka uje kwake, upeleke hoja yako ya nguvu. Maana ni kama kusamba. Iko sawa vile, nataka nikupatie mfano. Uko na mtoto, kisha mtoto wako hayawayaga kulomba hata siku moja. Unakia shtuka anakuja siku moja anakuambia mama, niko na bezwa $100. Unapiga $100 kwa hii maisha ya leo ya tout du jour. Utamwikalisha chini umwambie hii $100 utaifanyisha nini? Na njoo Mungu. Hii $100 utaifanyisha? Ifo anze kunyosha maelezo. Ndaifanyisha hiki na hiki na hiki mpaka kukonvekere, njoo tafanya nini? Taelewa. Njoo Mungu naye. Juu ya nini unataka nikupe kipawa cha kimataifa, mguzo wa kimataifa? Unataka nikupe kanisa la watu 10,000, unataka nikupe kanisa la watu 2,000? Weka kipengele chini. Kwa nini unataka nikupatie hapo watu? Naanza sasa kumwambia Mungu, sababu hii. Sasa moja kati ya sababu ambayo huwafanya watu wengi wavurugane na Mungu na wakorogane na Mungu ni pale mahali ambapo wanapoomba wakiwa na nia mbaya ndani ya mioyo yao. Unafikiri Mungu gani anaweza kukupa franga? Yaani akupe franga za kukuona za kukuona kejeli wengine na kuona sasa vile hawafai. Wewe unatamani ukui hapa, Mungu akufanyikishe, na akikufanyikisha moyo wako uko nasema Mungu nipatie franga ili nifungishe vuaze yangu kinywa. Asinizoe yake najue kama wewe ndio Mungu ndio mwenye ulifanya nini? Unipa. Nakwambia hata mfungisha kinywa. Utaomba hivyo na hakuna siku atamfungisha nini? Kinywa. Mungu afungisha nake kinywa. Acha nikupatie mfano wa Ana. Ana amekuwa tasa. Ana huyo ni tasa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Ana alikuwa muombaji wa nguvu sana. Sasa Ana, jambo la tatu, alikuwa mtoa sadaka sana. Hapati mtoto. Anaomba mtoto hapati. Huko mkartie mbanda yake Ana hakukuwa natoka mkinyo wa mbanda yake. Hakukuwa natoka. Juu ya nini? Juu ni tasa. Alikuwa anamkejeli, anamchekea, anamdharau, anamteta na anapeleka Bwana. Unaona kama Bwana nadhani yule ilikana kukuwa naikala kwa Ana sana. Alikuwa naikala kwa Penina. Juu ya nini? Ataenda fanya nini kule hakuna mtoto. Saa yote akitaenda kwa Penina, akitaenda kwa Ana, Penina huko anamwambia utaenda yeye na mtoto yuko na kulili. Bakia huko chunge mtoto asinzie. Elikana nalala kule ku. Sasa Ana akasema no. Nikibakia hivi Ibu karamusi ndakufa hivi. Akaenda kwenda kule kwa Eli
Alipoenda kule Beteli, akaenda akakaa, akasogea madhabahuni, akaanza kuomba. Sasa ombi yenye nanishangaza ya Ana ni ombi gani? Sasa Ana iko naomba, hakuna kwenye alisemaka seme bavuaze bako nanicheka sana, hiki si mimi nakuombaka, na hiki si mimi natoa sadaka kwako, na hiki si mimi nakuwa Mkristo mesi ya zalaka. Hakusemaka hivyo. Hakuna nafasi kwenye alisemaka mumaombi Penina asha nicheka sana, asha nizarau sana, njoo vile baba jikazo fungue tumbu yangu na mimi nimfungishe kinywa, nimuoneshe uko nani. Ana hakupima kitu kama hii. Unajua alifanya nini? Akasema, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi mjakazi wako nitakapokupa huyo mtoto mume, wala wembe hautapita kichwani kwake. Ikaisha. Na sasa maliza tu kusema vile. Maandiko yanasema ya kwamba Eli alisema na Bwana kutendeka kama ulivyoomba, naye akasema amina, akashuka. Maandiko yanasema, yani ukiruka tu kwa mstari mmoja, sisi kama mwezi mmoja, asema Elikana akamjua mke wake Ana, naye akachukua mimba na akamzaa mtoto Samueli. Why? Kwa nini anamzaa mtoto Samueli? Kwa sababu wakati anaomba alikuwa akiomba akiwa na nia nzuri. Ukiomba ukiwa na nia nzuri, maombi yako haichukui mwezi, haichukui mwaka, haichukui miaka mitano, haichukui siku mbili. Maana maombi yanasema kwamba Mungu hachelewi wala hawa. Yesu asante sana. Acha nikwambie ile swali yenye watu wengi wanasema kaseme bia Mungu binakao yake. Bia Mungu bikao yake. Juu ya nini bikao yake? Maandiko yanasema hivi, kwa Mungu siku moja ni miaka elfu si ndio? Siku moja. Maana mterme ingine itaji yako haipeleki siku moja. Juu Mungu akichunga hii siku moja, itaji yako inaweza peleka miaka 1000. Kwa hiyo itaji yako hailombi siku moja, inalomba masekunde juu Mungu aijibie. Hailombi siku moja, inalomba lisaa juu Mungu aijibiwe. Hata leo kiamini kuna uwezo kukujibia kile ambacho umeomba, kama umeomba ukiwa na moyo. Yesu tusaidie sana. Sijui imani gani mnakuwa nazo. Wewe ya Mungu inakao yake. Nani anakuambia kwa Mungu inakao yake? Mungu akisema kukauizo wewe unaweza kuwa. Hofu ya Mungu inapeleka mwezi, alipeleka mwezi. Inapeleka mwezi selo ufahamu wako na maombi yako. Umeomba vibao unataka vipeleke mwezi. Nani miaka vitapeleka? Kwa hiyo Mungu yeye akikuchungisha siku moja, wewe unakuchungisha miaka 1000. Maana hiyo wewe utapita. Kisha kizazi yako yenye nakuya njoo napata majibu ya kile kinyoko unaomba. Nani Mungu unaweza tamani bikuwe vipi? Hakuna. Yesu atueleza. Huruma. Unatamani ukipata nyama meno shangoka mkini? Bana. Tamani upate nyama wakati meno ingali nguvu. Mimi siwezi nikaenda kwa maombi, alafu nikamuomba Mungu alafu nitamani, yani nitamani nije kutembelea gari nikiwa mzee, nitamani nije kula nyama meno ikiwa mengoka, nitamani nimechenga nyumba ya ghorofa na sina tena nguvu ya kuipanda kule, baniambia kama UTI zishakoza mingi nikuwe nalala sebleni. No. Omba ukiwa na nia njema, Mungu anakupa iliyo haja ya moyo wako. Ukiomba na nia ya mubaya, atoanze leo mpaka kesho, utakesha kanisani. Uende milimani. Kama unataka nikupatie tu exam sai au kesho, anza kesho kutwa, uende tu milimani Makarigo, uende kule Kavimvira, uende hapo Yulu, uende kule Mulu wako, uende tu. Utakutana na watu wa mingi wako wanaomba. Kisha ufanye miezi 3 kwa unaenda bila kuchoka. Kila siku mtakuwa mnakutana nao. Hawachokaki kwenda kuminia. Kisha unakuza wewe unaenda omba kila siku. Hawao pataki. Kwa kitabu cha Mhubiri aseme kila jambo na wakati. Miezi ya kupanda na kuwaka ngapi? Wapanda mimea. Wanapandaka miezi ngapi? Yesu tusaidie sana. Miezi ya kupanda, kuna watu kama wale watu ambao wanapanda mihindi karanga, wanaweza wakapanda kwa siku moja, alafu siku za kupalilia, yani wanaweza kupanda kwa siku moja, alafu miezi ya kupalilia inakuwa kama miezi 2, ni mwezi wa 3 wanapata nini? Mazao ya kile ambacho walikuwa wanafanya nini? Wewe kila siku unapandaka, leo ombe, kesho ombe, kesho kutwa ombe, kesho kutwa mifungo ya seke. Leo nasema mifungo ya Daniel, leo nasema mifungo ya mai, leo nasema mifungo ya maziwa, kesho ni mifungo ya lenga. Shadraka, Meshaki, Abednego walikula lenga. Unabadilisha mifungo kupata majibu ya kile unaombeaka
Hakuna. Nia imekuwa mbaya. Kuomba kwa nia mbaya. Acha tusonge mbele, mtu wa Mungu, maana tuko tunatembea na muda. Jambo la tatu au sababu ya tatu ambayo husababisha watu wengi waombe na wasipokee majibu ya kile ambacho wanachokiombea, kwa sababu wanaomba wakiwa ndani ya dhambi. Watu wengi huomba wakiwa ndani ya dhambi. Ina maana ukiomba na hupati majibu, kama ulikuwa na nia njema, songa mbele. Kama haukuomba vibaya, songa mbele, itakuwa naombaka ndani ya dhambi. Kuomba ndani ya dhambi maana yake nini, mtu wa Mungu? Kuna mtu anaweza kuambia nini? Hapa nasikia iko inanisumbua kwenye microphone. Kuna mtu ambaye anaweza kukwambia punguza iko. Kuna mtu ambaye anaweza kukwambia nini? Ya kwamba mimi niko hapa sikuwaki mlevi. Kuko mtu anaweza kuambia mimi niko hapa sikuwaki msharati. Kuko mtu anaweza kuambia mimi niko hapa sikuwaki mwizi, kwa hiyo sinaga dhambi. Usijidanganye. Sababu ya tatu ambayo inasababisha watu wengi waombe na wasipokee majibu ya kile ambacho wanachokiombea, kwa sababu wanaomba wakiwa ndani ya dhambi. Unajua dhambi ni nini? Mara ya kwanza unapofanya kitu haitwi dhambi, inaitwa kosa. Acha nikupatie mfano, yani nakupatia mfano kwangu, juu watu hawapendaki bakupatie mifano. Kama mimi hapa nikifanya dhambi ya uzinzi mara ya kwanza haitwi dhambi, inaitwa kosa. Nikishindwa kutubu hii dhambi ya uzinzi, inaendelea mbele, inakuwa dhambi sasa. Nikishindwa kuitubu pale kwenye eneo la dhambi, inaendelea mbele, inakuwa mzizi. Nikishindwa kuitubu kwenye eneo la mzizi, inaendelea mbele na kuwa urithi. Ndio maana leo nimefanya dhambi ya uzinzi, alafu ile uzinzi nimeshindwa kuitubu, kesho inakuwa dhambi. Ile dhambi nimeshindwa kuitubu, kesho inakuwa mzizi. Unaona maana mzizi? Mzizi ni ule ambao unaenda unatembea chini chini. Yaani unaenda unatembea chini chini, ni kwamba ukazishe mtu usiwahi kosa, yaani mtu usikauke. So ule mzizi ndio unapelekea urithi. Unapata leo nilifanya dhambi, nilifanya kosa, kesho kawa dhambi, kesho mzizi, kesho kutwa kawa ni urithi ambao watoto wangu watarithi. Ndio ile ambao unaona kama baba ni mzinzi na watoto wake wote wazinzi. Unajiuliza hii mzinzi ni banaka mwanzoni ilikuwa kosa, mara ya pili ikawa dhambi, mara ya tatu ikawa mzizi, mara ya tatu ikawa ni urithi. Acha nikwambie hii mfano. Uende mkartie, uangalie mtoto mwanamke, mara nyingi mwanamke, uangalie mtoto mwanamke mwenye iko na domo anapenda kuchambana sana. Mkartie anachamba watu mpaka anakuchamba, unajisikia ni bora manguo yanguke. Kimuona mtoto kisha baulize bakuoneshe na mama yake. Yesu tsalisa. Ndio utaelewa nini niko nasema. Unaambia bakuoneshe na mama yake. Kuko mtoto tu ukikuta mkartie na muona. Kama unaiona kuna mere moja mwana naye na kwa anasema, ukiona tu mtoto unasema mbona huyu mtoto anatafanana na ule mere mwanafanya nini? Nasemaka. Hiyo ndio urithi. Mara ya kwanza inakuwa kosa, mara ya pili dhambi, mara ya tatu mzizi, mara ya nne inakuwa ni urithi. Unapata baba ni mlevi na watoto ni walevi sana. Unapata baba ni mzinzi na unapata ana watoto wazinzi sana. Unapata mama ni mchonganishi na watoto wachonganishi. Unapata mama ni mwongo na watoto waongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafasi mtanielewa. Sababu ya tatu ambayo inasababisha watu wengi waombe na wasipate majibu ni kwa sababu wanaomba wakiwa ndani ya dhambi. Dhambi inatokea kwanza wapi? Inatoka ndani ya moyo. Kabla dhambi pile zimeshaisha, kabla ya dhambi kuanza kwa nje, inatokea kwanza ndani ya moyo. Yesu tsalisa. Ndani ya moyo. Moyo namna gani? Acha nikupatie kitu. Uko mtu wa Mungu, ndani ya moyo wako
mnakuwaka, yaani niseme ulishafuga kachuki kamoya hivi kenye hakaishaki. Yaani ulishafuga nini? Kachuki kenye hakafanyaki nini? Aishake. Bwana Yesu atusaidie sana. So unapofuga chuki ndani ya moyo wako ambao huwa haiishi, acha nikwambia kwamba mtu wa Mungu, ile chuki inaweza kupelekea uombe na usipate majibu ya kile ambacho unachokiombea. Anasema hivi, heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Mathayo 5:8. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Sasa nauliza hivi, kumuona Mungu haiko mpaka siku unakufa. Kumuona Mungu haiko mpaka siku yenye wanakutia muhulongo. Kumuona Mungu, uko na uwezo wa kumuona Mungu kibiashara, uko na uwezo wa kumuona Mungu kwenye ndoa, uko na uwezo wa kumuona Mungu kwenye marelation, uko na uwezo wa kumuona Mungu kwenye eneo lolote kama uko na moyo safi. Sa moyo ya chuki, Mungu gani atakupatia kitu uko na roho ya chuki? Unaingia kwenye kiti kimoja hamsalimianaki na voisin yako. Huko unaweza salimia mwenzako, unamsalimia kwa moyo wa unafiki, mimi akikupa mgongo unasema kangekufa hata. Na mnaingiaka naye. Unapenda Mungu gani ajibu hilo? Yesu tusaidie sana. Huko unaingiaka na mwenzako, yani unaingia kusanyiko moja. Hauya penda, yani mwenzako akikuja shukuru hapa mbele, siku alikuja shukuru hapa, wewe inakuwa sawa vile mkuki. Kushukuru tu. Siku kama naye Mungu alimbariki alivala kanguo kampya, ni mkuki tu. Utamsema mpaka unamwacha utupu kisha alifanya nini? Alizaliwa. Unafikiri hata kama unaweza dumu kwa naomba Mungu atakupa? Mungu gani? Anasema waraka wa kwanza wa Yohana sura 1:14, amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kumbe chuki, ukiwa na moyo wa chuki ndani yako, tayari umeshafananishwa na muuaji. Hata kama haujui, tayari unakuwa ni mtu ambaye umeshafananishwa na muuaji na hauyaiwaka. Ukisoma kitabu cha Isaya 1:15, unaona sema nini? Tusome. Yesu atusaidie sana. Abagudi sauti yako vizuri. Imenisumbua sana. Kitabu cha Isaya sura 1 mstari wa 15. Isaya sura 1:15 Isaya. Tunasoma katika jina la Yesu. Nanyi mkunjuwapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisione. Naam, ambapo maombi mengi sitasikia, kwa maana mikono yenu imejaa damu. Yesu atusaidie sana. Kwa maana mikono yenu imejaa damu. Kwa hiyo kuna watu ambao kwa sababu ya chuki Mungu anaweza kuhesabiria kwamba umekuwa muuaji na hauko muuaji. Sasa chuki, kama anasema mkunjuwapo mikono yenu imejaa damu, na uona kuwaka na chuki na hauchuki yake mtu mmoja, maana ulishaua watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ulishaua watu wangapi? Bamingi. Chuki inaweza kufanya usipate kile ambacho uko na kiombea. Why? Kwa sababu Mungu hataki maombi ya wenye dhambi. Ile watu wengi walivyo, unaomba sana upati, ile chuki uliyoifuga ndani mwako inakuwa kama ukuta wa dhambi ambao unaofanya Mungu asikupe kile ambacho unachokihitaji. Amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Huko kitanda moja na bwana wako hamsalimianaki, mnashirikianaka. Huko kitanda moja na bibi yako hamsalimianaki, mnashirikianaka. Huko nyumba moja na ndugu yako na muona savili adui na hawezi penda hata kumuona hapo. Ndugu yako tu ambaye mnaishi naye unaweza tamani akufe leo na sionekanake tena mbele ya macho yako. Mungu gani? Yesu atusaidie sana. Chuki. Tena tuende mbali, wengine wana exaggerate. Wanakunywa meza ya Bwana, wanakusanyika kabisa, wanatoa sadaka, wanarukaruka wakifikiri wako kwenye haki. Acha kwa ndugu unajidanganya. Biblia inasema nini? Biblia inasema hivi, aseme ukitaka kutoa sadaka yako, kisha unakumbuka kama ungali na neno juu ya ndugu yako, acha sadaka yako usitoe, uende kwanza patane na ndugu yako, njoo kietoa nini?
Hiyo ndio sadaka. Ina maana achia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana unaweza omba sana ukiwa unajua ya kwamba kwenye familia yangu, yani marafiki zangu, watu ambao ninaoishi nao, ikiwa hatupatanaki nao, mimi na yeye kuna itilafu fulani. Andika ya kwamba kwa mbele za Mungu ni dhambi na haustahili na hautakiwi hata kuonekana mbele yake. Maana nasema maombi ya wenye dhambi ni nini? Ni makelele. Uende kwanza utubu, uende kwanza utengeneze, uende kwanza urekebishe. Ondoa katabia. Unajua kuna mtu ana katabia fulani, na katabia hako Mungu ili kwamba akupe kitu, anahitaji kwanza ondoe hako katabia ndio akupe. Yakobo juu aitwe Israeli, hangiona baraka kama ngali anavala jina ya Yakobo. Ndio maana kwa mjomba wake Labani alikuwa wamemdhulumu. Ndio maana kule kwenye alikuwa anaenda kwa ndugu yake Esau, alikuwa anamchunga njiani amuue na mfilisha mnyang'anye vitu vyote vyenye nayo. Mesaa anapata mahala, maandiko yanasema Yakobo akakaa peke yake na Mungu, yani na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Ule kushindana naye mweleka, kuna katabia fulani ambapo Yakobo alikuwa na yani Mungu alikuwa anamwambia Yakobo, toa katabia fulani ndani yako, na haka katabia ukikatoa utapata identity mpya. Yakobo utapata kale katabia ka uongo kalipotoka, wakamwambia hutaitwa tena Yakobo bali utaitwa Israeli, kwa maana umeshindana na Mungu na watu nao wameshinda. Katabia kachuki kanaweza kufanya usipate kile kile unakoombe. Wakati unaandamana sana na chuki. Dhambi ya kwanza. Dhambi ya pili, unafiki. Unajua kuliko uishi na mnafiki ni bora uishi na mlozi. Kuliko uishi mlozi, yeye atakuonesha venye yeye iko. Kuliko uishi na mnafiki, bora uishi na mzinzi, bora uishi na mwizi. Unajua ukiishi na mwizi, unayetu mwenzetu ni mwizi. Na nikiweka kidogo yangu hapa, mikono ya Bwana haikuwa ya mfupi. Niwe kisi naweka. Meishi na mnafiki sasa. Mnafiki ni yule mwenye uko na uwezo wa kukupa chakula saa uko na njala, kumbe ndani ya ile chakula aliweka sumu ya kukuua. Yesu ataeleza. Ndio mnafiki. Mnafiki kuliko kuacha na njala, yani kuliko kuacha ukufe na njala, ni bora akupe chakula ukufe na sumu. Mauaji. Anajifanya rafiki. Hawezi pendo ulie shida, neko pale. Mechini ya msaada wake kuna katabia fulani ambayo yeye amelenga ndani. Ndio mnafiki. Ndio ambao mnaweza mkasalimiana na mtu leo, mkacheka. Acha nikupe tabaka kwanza ya wachawi ili kwamba unielewe. Si unaona mchawi akitaka kukufunga, kama nataka kukufunga, tuseme nataka kufunga nini? Tuseme nataka kufunga mate. Pasikia wanafunga mate kama huyo yake. Mchawi akitaka kufunga mate ya mtu, yeye ana uwezo kwanza wa kupana kakitu. Yaani anaweza kuuzia jojo. Anakuzia jojo, mnaenda mko mnatembea naye, mko mnacheka, mnatembea naye mnacheka. Anafika mbali tena, anakuzia miwa. Sio unatafuna miwa na jojo. Inabidi uteme ile jojo. Anajua ukitema ile jojo ndio mko mate yake, mimi naenda tu funga mate. Sasa anaona kuliko huyu mtu nimtilie tu sumu mwa hiyo jojo akufe mbio mbio. Omoni mfunge tu tuende naye polepole. Mimi mnafiki. Anakuambia kuliko ukufe TikTok na sumu, kuliko ukufe tu TikTok na njala, omwe akupe ndio sumu. Bado usikufe juu ya sababu ya njala, mimi ukufe juu yeye ndio alikuloga. Mnafiki ni yule mtu ambaye unaweza muombea kazi. Baada ya kumuombea kazi, sasa pata kazi, mimi après tu wajua na kufukuzisha kwa kazi. Unaacha kazi. Wewe ndio umemuombea, yeye après tu wajua yeye ndio anakufukuzia kwa kazi. Mnafiki ni yule ambaye anaweza kupa chakula kwako, ulikuwa na njala ya kukufa, anakupa chakula, anakuambia wewe ndio saidie watoto wakule kesho, pale ulimaliza tu kutoa mgongo na naenda nasema kumbe fulani hamuiwa habari yake. Haingi kuwa mie nakwambia watoto kama hivi bashabadilika nini ndio nampatia chakula. Wewe unauliza, "Nolitoa tu siku hii?" Ndio mnafiki. Andika, Mungu hawezi kupa maombi, majibu ya maombi yako kama ndani yako mna dhambi. Na dhambi nimesema, dhambi ya kwanza chuki, dhambi ya pili unafiki.
unamsifia mtu, unampigia mtu mikono, kumbe ile mikono yenye unampigia ni mipanga, ni mikuki yenye unatamani akufe kesho. Ni huduma za wengi tunazo, wengi tuna huduma ambazo unaweza kuhubiri, watu wanasifu, watu wanacheka, lakini ndani ya mioyo ya watu mna ile roho ya kusema kangekufa hata asionekanake. Ndio nini? Chuki. Yesu tusaidie. Dhambi. Anasema Isaya 59 mstari wa kwanza, aseme sikio la Bwana si zito hata lisiweze kusikia, wala mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kubariki, lakini dhambi. Ina maana hata kama unaweza omba namna gani, wakati unaomba ukiwa ndani ya dhambi, andika ya kwamba umepotea. Dhambi ni bora hata mzinzi mwenye yeye anajijua mzinzi. Hata tuchukue kwanza andiko moja, usikie habari ya wanafiki. Tuchukue andiko moja ili kwamba usikie jinsi ambavyo wanafiki mara nyingi huomba. Yesu atusaidie sana. Tusome kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 18 mstari wa 11. Tusikie anasema nini? Luka 18 mstari wa 11, tunasoma katika jina la Yesu. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wazalimu, wazinzi, wala kama huyu mtuza ushuru. Mimi ninafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtuza ushuru alisimama mbali, wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani akisema, Mungu, uniwie radhi, maana mimi ni mwenye dhambi. Nawaambia, huyu aliyeshuka kwenda mbinguni, kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwazae ataziliwa, naye ajiziliaye atakwezwa. Amen. Bwana Yesu tusaidie sana. Hapa niko nataka niongee habari ya Mfarisayo na mtuza ushuru. Huyu Mfarisayo na mtuza ushuru walikuwa marafiki. Na gisi walikuwa marafiki, bakapatana wote bawili. Sasa gisi tunaweza kuwa mtu kwa marafiki, tunapatana twende milimani, twende tuombe. Bakapatana wote bawili, twende tuombe. Bakafika kwenye maombi. Huyu Mfarisayo ni mnafiki, akaanza kuchongea mwenzake mtuza ushuru mbele ya Mungu. Aseme mimi siko kama watu wengine wajiinuao, wala kama huyu mtuza ushuru hapa. Mungu akasema, mmeshapatana na mwenzako, mwende kwa maombi. Tena unakiona unageuka mwenzako anakuwa enjo mbaya mbele yangu mimi. Ule mtuza ushuru yeye akasimama maombi akasema, Mungu, akijipiga kifua, mimi sitakuangalia, mimi na wewe tuliko mwenye dhambi, wala sistahili hata kuonekana mbele. Ukiendelea kusoma utapata aliyetoka amejibiwa maombi ni huyu mtuza ushuru. Lakini yule Farisayo hakujibiwa. Why? Kwa sababu ya unafiki. Ameweka urafiki na mtu, lakini tena anaenda mchongea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa mtu mwenye uko kwenye hii orodha, nakwambia acha. Na katika hii orodha kuna maombi 3 ambayo inabidi uepuke. Maombi 3 inabidi uepuke. Zaburi 109 mstari wa 7. Zaburi 109 mstari wa 7. Anasema hivi, katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake haitahesabiwa kuwa ni dhambi. Katika kuhukumiwa ataonekana katika kuhukumiwa ataonekana hana
hana haki na sala yake itazaniwa kuwa ni dhambi. Soma sana hiyo andiko vizuri ikaie. Aseme katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Nani ataonekana hana haki katika kuhukumiwa? Ni yule mtu ambaye anayeomba ndani ya moyo wake akiwa na moyo wa vinyongo, visasi, chuki, unafiki. Sasa siku ya hukumu wewe utaonekana hauna haki. Unaonekana hauna haki juu ya nini? Paske ulikipendezesha kikombe cha nje, lakini kiandani ukakichafua. O Mungu, Yesu ateresa. Kuna watu ambao wanasema kwamba Mungu haangaliaki nje, anaangalia ndani. So kuna mtu ambaye anajifanya kuwa mtakatifu nje, lakini ndani anajifanya kuwa mbweha. Nje yako unajifanya mlokole, unavaa vizuri, unapendeza, unaomba banakuona unaomba, ndani ya moyo wako umefuga pango la dhambi. Na hilo pango la dhambi ndio hili ambalo amesema na sala yake itahesabiwa kuwa ni dhambi. Na sala yake itahesabiwa kuwa ni dhambi. Andika leo, wakati uko naomba ukiwa na chuki, ukiwa na unafiki, ukiwa na uchoyo, ukiwa na kiburi, ukiwa na majivuno, sala yako inaonekana tu kama ni ya dhambi. Hata kama unaweza jitakasa. Unajua kuna watu ambao wanajidanganya na ndimi. Hapa kwenye maombi, Baba msamaha, Baba msamaha, anagaaga, lakini ndani ya moyo wake lichuki haachi, uchoyo haachi, unafiki haachi, uchunganishi haachi, kutetana haachi, madharau haachi, majivuno haachi. Mungu hawezi kupa kitu kama hicho. Tumalize. Maana nabakia hapa na dakika ngapi? Bakia na dakika 6. Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo ili kwamba maombi yako ipate majibu, lazima ujitenge mbali na dhambi. Hiki ndio kiwango, yani hii ndio sababu ya 3. Na sababu ya mwisho inayosababisha watu wengi waombe na wasipate majibu, kwa sababu wanaomba kwenye kiwango kisichotarajiwa na Mungu. Wanaomba kwenye kiwango kisichotarajiwa na Mungu. Mfano kama huyu mtoto hapa ambaye amekaa hapa mbele, na tutie watoto wawili, tutie huyu mwenye amekaa hapa mbele na tutie mtoto wa miaka 25. Hawa watoto wote wawili waende kwa baba yao wapeleke hitaji. Nani mwatapeleka hitaji yangu? Yesu asaidie sana. Kuomba nje ya kiwango kisichotarajiwa manake nini? Unampata uko na miaka 15, ungali unaomba vitu vyenye mtoto wa miaka 5 anapaswa aombe. Ungali unaenda maombi, kiwango yako ungali wa kwenda lilia bunga ya kukula leo. Kiwango yako ya maombi ungali unaenda lilia viatu ya kuvaa. Kiwango yako ya maombi ungali unaenda lilia Mungu akusaidie masungura zako ziendelee kuzaa. Ni kiwango ya watoto bachanga yenye habajielewa wala habayui bako wapi. Iko sawa vile uende kwa President Chilombo leo, kisha Chilombo Fachibeto anakuambia unataka nikupatie nini, kisha uende ambia Fachibeto niko na deni ya toa moja ya nyumba, atakufukuza. Kuna mama mmoja alikuwa muombaji wa nguvu sana, na hitaji yake ilikuwa apate manguo. Siku moja anatoka kwake anakuya, kumbe kuna mtu mwele kusanyiko na anakuwa anahudumia alishaguswa. Anasema leo huyu mama ndampa kila nguo yenye nataka. Kisha akaenda ambia president wa intercession, ule mama kikuya mumwambie Mungu anajibia maombi yake. Anataka Mungu ampatie nguo ngapi? Unasikia swali yenye litokaka? Mwende ambie ule mama Mungu anajibia maombi yake. Anataka nimpe nguo ngapi? President intercession wanaanza omba mambo. Kabla baenda mbali wanashimamisha ule mama. Ule mama kumshimamisha. Wanaambia mama tu, Mungu ameshasikia hitaji yako. Unaombaka manguo sana. Mungu anasikia hitaji yako. Sasa hapa kuko swali.
anataka mwambie akupe nguo ngapi. Ule mama hakuenda mbali, akasema basi nguo niko na beso tu ya moya tu baba. Moya tu ya Yesu asifiwe. Akasema tu nguo hii moya. Bana toka mule wakaenda wakamuzia nguo hii. Après miezi 5 ile nguo nayo. Akabakia tena karudia tena maombi. Ule president alisema usilete baraba hitaji ya manguo. Wewe umeshakwambia omba nguo ngapi, unaenda omba nguo moja. Eske ulikuwa na rongo? Sasa kulomba balo. Kwanza naenda omba nguo hii, nguo itachanika leo, si mnipe franga. Yenye ile franga ndafanya kazi. Na hiyo kazi itanisaidia nisiwahi kuwa tena mhitaji wa manguo. Yesu atusaidie sana. Huko unaomba sana, mimi hawai wako wapi kiwango nayo omba iko chini. Ungaenda kwa Mungu, uko naenda omba Mungu juu ya nyumba ya kupanga. Mungu atakupa franga hata kama ulikuwa na deni ya miezi 10 ya nyumba. Mungu uko na uwezo wa kuilipa tu yote miezi 10 ya nyumba leo. Meapre miezi 2 tena banakuambia ushakuwa mdeni 2 ya miezi. Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kiwango ya watoto ya kuomba, kiwango ya watoto. Hawaiwa naomba nini? Omba kitu kenye kitamaliza ile hitaji ya kuwa nalipa nyumba. Maana Mungu anataka ukikia kwake, kama na hiyo hitaji yako ni nyumba ndio nakusumbuka kila siku, tafuta kitu kenye unaweza omba na kitu hicho kichukue ile nafasi ya ile nyumba, usiwahi kuwa tena mdeni ya watu ya nyumba. Hapo ni wengi ambao wanashindwa. Ni wengi wanakwama. Ni wengi wanabakilia. Huko wasikie tu hitaji yako ungali baba, nipe chakula. Leo sina vya kukula. Mtu tukamate anakupa leo. Kesho tena hutaingia maombi. Unaomba tena chakula anakupa, kesho tena hutaingia. Mungu anataka sasa akomeshe, aseme na mateso. Anasema kitabu cha Naumu 1:9, aseme mnawaza nini juu ya Bwana, maana na mateso yenu hayatarudi mara ya pili tena. Mungu njoo anasema na mateso yenu hayatarudi mara ya pili tena. Sasa wewe ngalo unaenda kwa maombi, uko unaenda omba Mungu maombi yenye tafanya mateso ikuwe inajirudia. Unaomba Mungu nyumba ya kupanga, kesho tena ulianguka mdeni. Unaomba Mungu chakula, kesho tena njala. Unaomba Mungu viato, après tuwa mwema lipapa ulikuwa la kulijiwe kinakatika. Viato tena unamsumbua Mungu. Anasema wewe mtu angali mtoto. Murisi hawapo mtoto hana tofauti na mtu mwingine, bwana wa mambo. Anatakikana pia, lakini mali yake iko chini ya mawakala. Kwa nini? Kwa sababu utoto. Mungu iko zaidi ya president de la Republique Felix Tshisekedi wa Chilombo wa Mulumba, iko yulu ya ule ndugu. Kwa hiyo ukitaka kwenda kumuomba, tafuta kitu kia nguvu. Unajua wengine hitaji yako inaweza cheleweshwa sana. Uko hapa Mungu kwa kuona mnivo ya ministre. Mewoko naenda lomba yani uko naenda omba hitaji ya nivo ya kaporali. Ministre na kaporali hawata kuwaka sawa. Wakati Mungu alitaka ombe kitu saa ministre, wewe unaenda omba kitu saa kaporali, anazira na naacha. Hata fanya nini? Tajibia. Hizi ndio sababu ambazo zinawatesa watu wengi. Na watu wengi wanabakia maombi. Hakupi paske hauya yuwaka. Kenya unapaswa Mungu akupatie. Mungu akubariki. Tunashia. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri leo sitakula muda. Tunataka tuombe kwa muda kwa wale ambao wana mashida za magonjwa, wale ambao wana mashida ya vifungo, na kwenye kipindi hicho cha kuomba ni hapo utajua ni fungo gani ambalo utalichukua kwenye maombi yako. Maana nimeshakwambia sababu ambazo zinafanya watu wengi waombe na wasipate majibu. Ukiomba na nia njema, majibu yako yako tu hapa kukinywa. Ukiomba ndani ya utakaso, maombi yako yako tu hapa kukinywa. Ukiomba vizuri, maombi yako yako ndani ya kinywa hapa. Ukiomba kwenye kiwango ambacho natarajikana, yani ujichue kwanza uko nani. Ukijichua Mungu anakupa. Maana nasema katika kitabu cha Isaya 55:6 mstari wa 19, aseme mimi naomba maneno ya vinywa. Tusimame tu wima.
Karibu kwa Mungu. Ambia Baba asante asubuhi ya leo. Ambia Baba asante kwa neno lako ambalo limesema sababu zinazofanya maombi ya wengi sipate majibu. Wenda imekuwa katika orodha ya watu ambao sijua mpangilio wa kuomba. Wenda naweza kuwa naomba nikiwa na nia mbaya, naweza kuwa naomba vibaya, naweza kuwa naomba ndani ya dhambi, naweza kuwa naomba nje ya kiwango ambacho nitarajia niombe. Unajua mtu wa Mungu, wewe peke yako ndio unajua unaomba wapi. Ukiwa unaomba na hujui nini ambacho unachoomba, au ukiwa unajua kwamba unaomba ukiwa ndani ya dhambi, au ukiwa unajua kwamba unaomba ukiwa na nia mbaya, hapo mahali ambapo utakapojua ni ombi gani ambalo itabidi uambatane nalo ni kwa mkono wa Mungu. Watu ambao wanasumbuka kimaombi, wanasumbuka kupanda milima, wanasumbuka kushuka mabonde, lakini wanajiuliza sasa, iko wapi tatizo ya kile ambacho tunachokiombea? Mbona hatupati? Ndio wanasema kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua. Nenda katika maombi ya Baba, asante. Asante kwa neno lako majira haya. Asante kwa neno lako majira haya. Asante kwa neno lako majira haya. Maana ulituma neno ni kwamba liponye. Ulituma neno ni kwamba liguze. Uliponya neno ni kwamba lifungue. Kwa maana neno hili Bwana limeganga majira. Neno hili Bwana limeponya mioyo yetu. Wenda tumekuwa tukiomba tukiwa katika nafasi ya kuomba vibaya. Wakati mwingine tunaomba tukitarajia watu wengine wafilisike ndio tuchukue mali zao. Wakati mwingine tunaomba ndani ya nia ambayo tukitarajia wengine wapoteze ndio tupate. Wakati mwingine tunaomba tukiwa ndani ya dhambi. Tunadhani ya kwamba kuacha uzinzi, tunadhani ya kwamba kuacha ulevi, tunadhani ya kwamba kuacha wizi ndio haki. Wakati mwingine chuki, wakati mwingine ufisadi, wakati mwingine unafiki unatutenganisha mbali na uso wako Bwana. Asubuhi ya leo gusa mioyo yetu, ponya mioyo yetu. Tunahitaji neema yako pate kuweza kuonekana juu yetu. Tunahitaji mkono wako pate kuweza kusirika juu yetu asubuhi ya leo. Tunahitaji neema yako. Ndio ingia sasa kwa maombi, achana na ngoma, achana na wimbo, achana sasa na nyimbo. Ingia sasa ndani ya maombi. Neno mwambie Baba asante kwa neno hili. Ambia Baba asante kwa neno hili asubuhi ya leo. Ni wewe ndiye ambao unajua ni ombi gani ambalo unaloomba. Ikiwa unajua ya kwamba mara nyingi unaomba vibaya, utajua utajirekebisha wapi kwenye sehemu ya maombi yako. Ikiwa unajua ya kwamba unaomba ukiwa na nia mbaya, utajua ni wapi mahali ambapo utakapojirekebisha. Ikiwa unajua ya kwamba unaomba ndani ya dhambi, utajua ni dhambi gani ambayo itabidi uondoe ndani mwako ili kwamba uone mkono wa Bwana. Ikiwa unaomba nje ya kiwango, utajua ni kiwango gani ambacho inabidi upande ili kwamba uone mkono wa Bwana. Iko mahali ambapo huwezi kujiondoa kwa sababu ulimwengu wa giza unapokuinukia, wakati mwingine unaweza kufanya kuwa mtumwa wa kile ambacho unachokiombea. Wakati mwingine unapodumu kwenye ulimwengu wa dhambi, mwovu hupata nafasi ya kukushtaki, na hapo hata kama unaweza kutamani kujitutumua na kuinuka, huwezi kuondoka, kwa maana kuna mahali ambapo amesetwa. Ndio maana akasema roho ya Bwana ishi yangu, maana amenituma kufungua wafungwa, mateka kufunguliwa kwao, vipofu wapate kuona, viziwi wapate kuweza kufunguliwa. Wenda kuna upofu ambao ibilisi ameupiga ndani yako na kufanya usione kile ambacho unachokitarajia. Ndio maana Yeremia 17:9 akasema moyo wa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kuna wakati ambapo moyo wako unaweza kuwa mdanganyifu, ukifikiria kwamba uko kwenye njia ya haki, uko kwenye njia ya dhambi. Naambia Bwana asubuhi leo, najirekebisha kwenye eneo la maombi yangu, najirekebisha kwa neno lako. Maana umesema neno lako limekuja ili kwamba liponye, na mimi ya kwamba asubuhi leo nimeniponya. Najirekebisha majira haya. Nahitaji neema yako Bwana ipate kuweza kuwa juu yangu. Nahitaji mkono wako Bwana ukadhihirike. Acha Bwana ukatende zile ishara na maajabu asubuhi leo. Nahitaji neema yako kaonekane. Ule mwovu ambao unitenga mbali na kusudi lako, Baba naondoa. Ikiwa unajua kwamba kuna uzito wa dhambi, kuna kitu ambacho kinachokutenga mbali na uwepo wa Bwana, na kitu hicho kinakufanya usipate kile ambacho unachohitaji, ambia Bwana nakiondoa asubuhi leo. Ambia Bwana nakiondoa asubuhi leo. Ambia Bwana nakiondoa asubuhi leo. Ingia kwa maombi. Mungu funge sasa kila kusudi la ibilisi. Iko roho ambayo inainuka ambayo haitamani usonge mbele. Iko uovu ambao unainuka ambao hautamani uvuke. Yako matamko ambayo yameinuka kwenye ulimwengu wa giza ambao hayatamani uvuke. Ingia kwenye maombi kwa fursa hii. Maana amesema njooni tusemezane. Hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, nitasafisha na kuzifanya nyeupe kuwa kama theluji. Na mimi ya kwamba iko rehema ya Bwana ambayo imeshapita juu ya maisha yako. Unaweza kusonga
kwenye level ya maombi. Nenda sasa upinge kila kusudi la ibilisi, kila tamko ambalo linaloruka juu ya maisha yako, ile tamko ambalo linakuvuta dhidi ya kusudi la Bwana. Mahali ambapo wametamka maagano ya uovu, wametamka mauti, wametamka hasara, wametamka mipango mibaya juu ya maisha yako, wamepanda magonjwa, wamepanda mauti na mapoza kwenye maisha yako. Ambia Bwana, subia wewe unaougua. Ambia neema yako Bwana itende kazi na ishara za maajabu. Acha onekane subia wewe katika maisha yangu. Nenda pinga kila kusudi la ibilisi. Zima malango yote ya uovu, zima malango yote ya uovu, zima malango ya magonjwa, malango ya mauti, malango ya hasara, malango ya aibu, malango ya ukosefu, ile roho chafu ya mavumbini. Maana maandiko yanasema huondoa mmoja kutoka mavumbini. Ambia Bwana subia leo, nafuta hilo agano, nafuta hilo kusudi, nafuta hilo tamko, nafuta hilo madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana, naangamiza kila kusudi, naharibu kila mipango yote. Ndio Bwana subia leo. Peleka haja ya moyo wako sasa mbele za Bwana. Naamini ya kwamba kwa maombi kuna kitu ambacho Mungu atatenda. Peleka haja ya moyo wako asubuhi leo. Ombi tu mmoja, ombi mmoja, na weke imani. Naamini ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu atafanya. Weka imani afu ombe ombi moja. Naamini ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu atakufanyia asubuhi leo. Bwana Yesu, tunasema asante kwa neno lako ambalo limeanguka majira haya. Likaponye mioyo yetu, likatuongoze kwenye utakaso, likaguze maisha yetu pamoja na huduma zetu, likatie nuru kwenye fahamu zetu, likatie nuru kwenye akili zetu. Muone huyu baba, muone huyu mama, kijana, mvulana, msichana, amemimina moyo wake mbele zako asubuhi ya leo, akiamini ya kwamba wewe ndiye msaada, akiamini ya kwamba wewe ndiye jibu. Huenda kuna itilafu ambazo mwovu amekuwa akiziingiza katikati yako na yake ili kwamba kufarakanishi, pengine mawazo, pengine nia, pengine kuomba vibaya, pengine dhambi, pengine nje ya kiwango ambacho litarajia awe nacho. Nahitaji neema yako pate kuweza kuwa juu yake asubuhi ya leo. Mpe kila mtu mmoja iliyo acha ya moyo wake. Acha yule ambaye aliona kwa kadiri ya imani yake na apokee. Maana Marko 11 mstari wa 24 anasema lolote ambalo muombalo aminini ya kwamba umepokea, na hapo ndipo ambapo litakapokuwa neno. Kwa yule ambaye aliona na imani kwenye sehemu ya ufungulivu, umpe ufungulivu. Aliona imani kwenye sehemu ya baraka, ukampe baraka. Aliona imani kwenye sehemu ya biashara, ukakuze biashara. Aliona imani kwenye sehemu ya kupata kazi, akapate kazi. Aliona imani kwenye sehemu ya ndoa, ukampe ndoa. Aliona imani kwenye sehemu ya amani, na amani katawale juu ya familia yake. Aliona mguzo kwenye sehemu ya huduma, na huduma yake kawa na mguzo wa kimataifa. Acha neema yako kawa juu yetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen.